إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, nayusia na nafsi yangu kumcha Allah. Na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa hikma zake, akaziweka zama kubadilika, na huku kubadilika kuna mazingatio makubwa sana kwa watu ambao watatuliza akili zao na kutafakari. Allah kwa hikma zake akajalia baadhi ya miezi huwa imebeba fadhila zaidi kushinda mingine. Yote hayo ni kutuzindua ili tujitahidi kutafuta malipo mazuri na kujisogeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kwani umri ni mfupi sana na malengo yetu katika maisha ni mengi mno. Nasaha zangu kwenu na kwa nafsi yangu, katika hayo malengo mengi tulionayo, yawe yote ni lengo moja la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kama tutayaendea kama tunavyofikiria wenyewe na Allah hatukumridhisha, basi tujue tunahesabiwa kila hatua yetu na iko siku ya hesabu. Ndugu zangu, tumo ndani ya msimu mtukufu, msimu wa miezi mitatu mitakatifu mfululizo inayoandamana: Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Miezi mitakatifu ni minne, mmoja ambao hauko hapa ni Rajab. Hii Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram imeongozana. Kwa hiyo tumo ndani ya miezi mitakatifu iliyoongozana. Ni wajibu wetu kuvipa heshima vile ambavyo Allah amevipa heshima, na hii miezi Allah ameipa heshima kubwa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kufanya hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surat al-Hajj aya 30, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, waman yu'adhim hurumati llahi fahuwa khairun lahu inda rabbih. Yule anayevipa heshima vile vitu ambavyo Allah amevipa heshima, basi hilo ni jambo bora sana kwake yeye
mbele ya Mola wake. Na akasema tena kwenye surat al-Hajj hiyo hiyo aya 32, waman yu'azzim sha'aira Allahi fa innaha min taqwa alqulub, yule ambaye atatukuza akazipa heshima zile nembo za Allah ambazo Allah ameziweka na zina heshima, basi kufanya hivyo ni dalili ya uchamungu kwenye mioyo yao. Allah atujalie kuwa ni wenye kufanya hivyo. Ndugu zangu, ni jana juzi, siku 2-3 zilizopita tu, si siku nyingi, tulikuwa tuko kwenye msimu wa Ramadhani tukufu, mwezi uliobarikiwa, mwezi uliokuwa umejaa kheri nyingi hazihesabiki. Kila ufanyalo ni kheri, kheri zilijaa, lakini umekimbia mara moja, haupo. Maana ya kuwa haupo, maana yake ni kwamba na umri pia haupo. Kila hatua moja inayosogea tunasogelea kaburini. Lakini kwa mapenzi ya Allah, msimu ule umekwisha, umekuja msimu mwingine. Huu msimu mwingine ni msimu wa maandalizi ya hija, nayo ni kheri kubwa vile vile kwa wale ambao Allah amewapa taufiki wafanye maandalizi ya kwenda kuhiji. Ni nguzo moja katika maisha yao, wamelazimishwa, wakiwa na uwezo wa kufanya hivyo kufanya. Mwenyezi Mungu atupe taufiki tutekeleze ibada hiyo. Ndugu zangu, yote hayo misimu hiyo kuja kwa mtindo kutustua hivi ni dalili ya mapenzi ya Allah kwa waja wake, kuwajalia wana mambo ambayo yatawasogeza karibu naye na watajichunga wasimwasi, ili waweze kupata furaha hapa duniani na kesho akhera. Kwani kiasi unavyokuwa karibu na Allah na ukawa ni muumini, Allah anasema huyo mtu akiwa hivyo, awe mwanamume au mwanamke, ataishi maisha mazuri. Na tunapoambiwa maisha mazuri, tusianze kuchukua vipimo vyetu tukatizamana, mbona fulani hamtii Allah lakini ana mapesa, mbona fulani yuko. Vipimo sio hivyo ndugu zangu. Vipimo vizuri vya maisha mazuri ni pale Allah anapoutuliza moyo, nafsi akaipa utulivu. Hicho ndio kipimo kizuri, na hicho huwezi ukajua wewe kwa kumwangalia mwenzio, anajua yeye mwenyewe. Kwani yeye akijisogeza kwa Allah, Allah anasema ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, zinduka ujue kwa kiasi unavyokuwa karibu na Allah ukamkumbuka na kumtaja, mioyo inapata utulivu, stress zinakuwa zero. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika hii miezi mitakatifu anasema maneno haya, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh, hakika idadi ya miezi mbele yake Allah, miezi ya mwaka ni miezi 12 katika maandiko yake. Mwenyewe aliandika hivyo, mzunguko utengeneze miezi 12 tangu alipoumba mbingu na ardhi. Akatuambia katika hiyo miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi 12 hiyo akafanya yeye minne iwe mitakatifu, akaifanya miezi minne iwe mitakatifu. Akatoa agizo, wala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo mitakatifu nafsi zenu kabisa. Msidhulumu nafsi zenu hata kidogo. Ya Rabbi, kwani dhulma siku nyingine inaruhusiwa? Allah angetujibu hairuhusiwi. Lakini basi kama umedhulumu siku nyingine, hata miezi mitakatifu, yani huoni kama kuna mwezi mtakatifu mpaka huo pia? Kwa hiyo tuwe makini, hilo ni katazo kubwa. Wanazuoni moja kwa moja wakatuambia kwa umoja wao, hakuna aliyesema kinyume, wakatuambia maasi yanayofanyika kwenye miezi mitakatifu adhabu yake kubwa zaidi, kama ambavyo matendo mazuri yanayofanyika katika miezi mitakatifu malipo yake ni makubwa zaidi. Kwa hiyo tuchunge hilo, tuwe wazuri. Ndugu zangu, tujiepushe dhulma kwa kila aina ya dhulma.
na kubwa kuliko zote, tusimshirikishe Allah kwa namna yote ile. Shirki ni dhambi kubwa mno. Tusimuasi Allah kwa kuacha wajibu tulioamrishwa, ni dhulma hiyo. Tusifanye tuliokatazwa katika miezi hii, ni dhulma hiyo. Tusidhulumiane sisi kwa sisi katika mambo yetu na miamala yetu, ni vibaya sana. Tuwe wazuri kati ya mume na mke, kufanyiana ubaya ni dhulma, na katika miezi hii dhulma hiyo inakuwa zaidi. Tuwe wema kwa wazazi, tuwafanyie wema, tusiwaasi hata kidogo, kwani kuwaasi ni dhulma, na katika miezi hii adhabu yake inakuwa kubwa zaidi. Waliopewa uongozi kuanzia ngazi ya juu waangalie vizuri raia wao, na kiasi ngazi zinavyoshuka katika pyramid, kila aliyekabidhiwa uongozi kuwaongoza wenzake awachunge anaowaongoza kwa haki vizuri sana, na wale wanaoongozwa nao wachunge haki zao kwa wale wanaowaongoza, ili nao wasifanye dhulma. Walimu wachunge haki za wanafunzi wao, wasiwadhulumu, na wanafunzi wachunge haki za walimu wao, wasiwadhulumu, wawatii kisawasawa kiasi inavyowezekana, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituambia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchungaji, amekabidhiwa kuchunga kitu au kuwachunga watu, na kila mmoja wenu ataulizwa kuhusu lile alilokabidhiwa au wale aliokabidhiwa kuwachunga. Tuwe makini ndugu zangu, tuondoke na ujumbe huu ili tufaidike duniani na kesho akhera. Allah atujalie kuwa ni wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Barakallahu lana bilqur'anil azim wa nafa'na bisunnati nabiyhi alkarim. Ud'u rabbakum wa antum muqinun bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nakuhusieni ndugu zangu, naihusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha yale aliyotukataza. Ndugu zangu, katika hii dunia shida zetu zote kwa ujumla wake ziko katika aina mbili. Zile haja zetu zile, kuna zile shida kategori yake ni zinazoitwa ndogo, mbele ya Allah hizo ni ndogo, na kuna nyingine zinazokuwa mukaddasa, za hali ya juu, takatifu. Hizi shida zinazokuwa ni ndogo ndogo, pamoja na kwamba kwenye akili zetu tunaziona ni kubwa kwa mahitajio yetu, hizi zote zinakwisha pale unapokufa. Pale ukifa tu, vile vitu vyote, mahangaiko yote yaliyokuwa unaona ni makubwa na shida zako kubwa na nini, ukikata roho mambo yote yamekwisha. Ndio maana zikaitwa ndogo. Zile za aina ya pili ambazo zimeitwa za juu zikaitwa takatifu, zile ni shida zetu vile tunatakiwa tuwe na subra kuziendea. Hizo huwa hazimaliziki milele. Yaani sio kama utakuwa na shida milele. Yale matunda yake unapohangaika kuzifikia shida hizo, yale matunda yake ni milele, hayamaliziki. Allah kwenye kutenganisha haya alizungumza kwa lugha nyepesi inaeleweka, haihitaji elimu ya chuo kikuu. Suratul Kahfi aya ya 46, a'udhu billahi minash shaitani rajim, alisema hivi: almalu walbanun zinatul hayati dunya. Kesi imekwisha. Kundi la kwanza hilo, mali na watoto. Mali hapa ikakusanya vurugu zetu zote tunazokwenda nazo. Nataka kuvaa ni mali, nataka kula ni mali, nataka ng'ombe ni mali, nataka shamba ni mali, gari ni mali, yote nyumba, vitu vyote ni mali. Na watoto wakakusanyika, manake zote familia yako na mambo mengine, lakini wakatajwa kikundi kimoja,
Mali na watoto ni mapambo ya dunia, kesi imekwisha. Sasa ufikiri kidogo, mapambo ya dunia, vyote hivi ukifa kuna unachochukua hata kimoja ukaingizwa nacho kaburini? Hakuna. Ukifa tu kesi imekwisha, mbio zako zote unaacha vyote. Kipengele cha pili, walbaqiyatu salihat, na yale mema ambayo yatabaki. Walbaqiyatu salihatu khairun, akasema hivyo vitu ambavyo vitabaki vyema hivyo ni kheri. Maneno haya kuwa hivi ni kheri vya mwanzo wala si kheri kama hii, bora kuliko hivi. Manake kheri hii kwa maana vimezidiwa ubora. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, kuna ubora mbele ya Bwana wako hivi vitakavyobaki hivi malipo, na ni ubora, tegemea hivyo. Sasa akili ikitegemea kwenye hivi vilivyotajwa mwanzo, halafu ukiondoka umeondoka peke yako, ukienda kwa Mola hakuna kitu, sasa ni hasara kweli. Lakini angalia faida itakayopatikana. Hivi vilivyoitwa mali na watoto ni mapambo, ukivitumia katika malengo yako kumridhisha Allah, manake umeinvesti kwa Allah, tayari vimeshageuka kuwa ni bora mbele ya Bwana wako kwa malipo na vya kutegemewa. Ukijisahau ukajifanyia unavyotaka wewe, hivi vitu umeacha kila kitu, umeondoka peke yako. Kwa hiyo ni kiasi cha kucheza na akili vizuri tu, kila alichokukabidhi Allah iwe unasogeza kwa Allah, ndio akili yako. Halafu upande wa pili, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako la dunia kuishi, kwamba mimi naishi hapa ndio ofisini kwangu. Sasa kama ni ofisi yangu niache chafu? Hapana, safi. Lakini ofisi yangu safi kwa ajili ya kumridhisha Allah. Ofisi yangu hata maji ya kunywa hakuna? Yapo, na kunywa maji safi halali kwa kumridhisha Allah. Ofisi yangu hakuna kiti kizuri? Kipo, ndio nafasi yako ya maisha. Kiti kizuri nimekinunua kwa halali, utalipwa, umewekeza mbele yako. Sura iwe hiyo. Kinyume cha hivyo tutakuwa tumepata hasara. Itakuwa ni hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq, vyote mlivyo navyo nyinyi vitakoma, vitakwisha, lakini vilivyobakishwa kwa Allah hivyo vitabaki. Tuwe makini na kipindi hiki cha miezi mitakatifu, ndicho cha kuzingatia, usifanye kinyume na hivyo, tutapata hasara. Dunia huwa inatubabaisha kidogo, inatupelekesha kweli mpaka unaona kama vile hufi, japokuwa una uhakika wa kufa. Unajisogezea, unasema kwani lini? Ni leo? Hapana. Kesho? Hapana. Nani anajua? Hakuna anayejua. Hii dunia inayotupelekesha hivi, msikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema tena kwa kiapo, wallahi ma dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu hadhihi fil yam. Na apa kwa Mwenyezi Mungu, hii dunia ukiilinganisha na akhera, mfano wake ni mfano wa mtu mmoja wenu aliyetumbukiza kidole chake hiki kwenye maji ya bahari, kwenye bahari zote zikawekwa pamoja, ukatumbukiza kidole piu. Halafu akasema akishatumbukiza, falyanzur bima yarja, aangalie baada ya kutumbukiza amerudi na maji kiasi gani kidoleni. Yale maji yaliyompaka kidoleni ndio dunia yote. Yaani Allah angekupa mamlaka yote duniani yote, kila unachotaka ukapewa, ni sawa sawa na maji yaliyobakia kwenye kidole, na akhera iliyobaki ndio maji yote uliyoyaacha. Kwa nini akili isikae sawa hapa tukaangalia vizuri? Unaweza ukafaidika na kila ulichopewa, lakini lengo liwe ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie kuwa katika hao. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.